darasa la leo tuangalie udhaifu wa sarufi mapokeo. Katika sarufi mapokeo, wataalamu wamebaini kuna udhaifu mbalimbali, na miongoni mwa wataalamu tutawarejea hapa ni Matinde 2012 katika kitabu chake cha Dafina ya Lugha. Udhaifu wa kwanza ambao wameubainisha ni kwamba kutumia lugha ya Kilatini kama kigezo cha kupima ubora wa lugha ni makosa, kwani kila lugha ina mtindo wa kipekee wa kutumia maneno kuunda sentensi, matamshi na muundo wa jumla wa lugha. Pili, Matinde anasema hakuna lugha iliyo bora zaidi ya nyingine, kwani kila lugha huwawezesha watumiaji wake kuwasiliana. Kwa hiyo ukirejelea sarufi mapokeo utaona ilizingatia sana sarufi ya Kilatini na kuona kwamba lugha itakayokubaliana na sarufi ya Kilatini basi hiyo itahesabika kuwa ni lugha, na ile iliyokataa kufuata misingi ya sarufi ya Kilatini haikuhesabika kuwa kama lugha. Udhaifu wa tatu, Matinde anasema watumiaji wa lugha husika hawapaswi kuwekewa sheria za kuwaongoza jinsi ya kutumia lugha yao. Kila mzungumzaji wa lugha huelewa sheria ambazo zinaongoza matumizi ya sauti, maneno na miundo katika lugha yake, kwani huwa ni sehemu ya umilisi wa mzungumzaji wa lugha katika lugha yake. Kwa hiyo kuwaletea sheria au kanuni kutoka kwenye lugha ya Kilatini kulionekana ni kukiuka misingi ya umilisi wa lugha alionao mzungumzaji wa lugha yake. Udhaifu wa nne ni kuwa lugha ya maandishi na lugha ya mazungumzo huwa na hadhi sawa. Isitoshe, kuna baadhi ya lugha ambazo hazijawahi kuwekwa kwenye maandishi. Kwa hivyo si sahihi kusema kuwa jamii zinazotumia lugha hizo hazina lugha. Kuzingatia historia ya lugha, ni wazi kuwa lugha ya mazungumzo ni kongwe kuliko lugha ya maandishi. Aidha, lugha ya mazungumzo ni hai tofauti na lugha ya maandishi, kwani hubadilika mintarafu ya mpito wa wakati. Na wana mapokeo wakizingatia zaidi sarufi ya Kilatini waliamini kwamba lugha ya maandishi hasa ndio lugha, na lugha zote ambazo hazikuandikwa hawakuziingiza katika orodha ya lugha au hawakuzitambua lugha hizo kuwa miongoni mwa lugha kwa sababu tu wao waliamini katika maandishi. Udhaifu mwingine ni kuwa sarufi ya kipindi hicho, sarufi ya kimapokeo, iliathiriwa na taaluma mbalimbali hususan falsafa, mantiki na fasihi, hali ambayo ilifanya sarufi hiyo kuwa chotara. Matinde anasema kwa mfano, fasili ya nomino kama jina la mtu, kitu au mahali ni tata, kwani ni vigumu kurejelea hali na matukio. Mgawanyo wa sentensi katika sehemu ya mtenda na kitendwa ulikitwa zaidi katika taaluma ya mantiki kuliko taaluma ya isimu. Kwa hiyo wana mapokeo waliangalia zaidi uamilifu, waliangalia zaidi mantiki na hawakuangalia isimu na sarufi kwa ujumla kama inavyotaka. Udhaifu mwingine anasema asilimia kubwa ya maneno ya lugha ni nasibu, hivi kwamba hamna uhusiano wa moja kwa moja baina ya neno na kirejelewa chake. Kwa hivyo mtazamo kwamba maneno ya lugha ni ya kionomatopea ni dhaifu, kwani maneno ya kionomatopea katika lugha ni machache mno. Na udhaifu wa mwisho, walisisitiza maneno na nafasi yake ya utokeaji katika tungo bila kuzingatia uamilifu wake. Kwa hiyo wana mapokeo wao waliangalia zaidi nafasi ya neno na kuangalia uamilifu wa neno katika tungo husika. Kwa ufupi, huo ni udhaifu wa sarufi mapokeo kama anavyobainisha Matinde RS 2012
Lakini vile vile ukiwasoma wanasarufi wengine kama Masamba na wenzake na wengineo, utagundua vile vile udhaifu katika misingi ya sarufi mapokeo. Ulikuwa nami Mwalimu Maeda katika somo la Kiswahili. Karibu.